Undani sasa wa taarifa hizi hasa ya mashambulizi ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati. Vita bado inaendelea, mashambulizi kati ya Marekani na Iran yakiendelea kurindima kwa siku ya 9 sasa mfululizo. Sasa tunaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi ili tujue kinaga ubaga nini haya yanayoendelea na pengine labda tukapata suluhisho. Habari za asubuhi Ibrahim. Salama kabisa. Ni salama. Ibra, vipi, umebeba kombe ama ulichagua upande ambao sio? Nadhani mimi nimekuwa shabiki mkubwa sana wa waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez. Sasa nadhani wapi. Basi hongera sana. Nashukuru. Mashambulizi yanaendelea kwa siku ya 9 mfululizo. Ibra, Marekani hakuna anayeweza kumtuliza ama tukubaliane kwamba ni taifa lenye nguvu, maana hii vita inaathiri ulimwengu wote. Marekani na Iran kuendelea kupigana, athari zitaendelea kupatikana. Hakuna mtu wa kumtuliza Marekani mpaka sasa. Kwa sababu ulimwengu ulitengenezwa kwenye nadharia kubwa ambayo inaitwa uongo na ikasetiwa kwenye naweza nikasema foundation yake. Foundation ya ulimwengu imewekwa katika nadharia ngumu sana ambayo inajaribu kukwepa kila ukweli na kujaribu kulinda maslahi tu ya baadhi ya nchi. Ukitazama kile kinachoendelea na tazama wale wanaitwa jumuiya za kimataifa, zimekuwa hazina macho wala hazioni, zinajaribu kukwepa ukweli, lakini kitu ambacho tunaishi nacho ulimwengu ni kizuri zaidi ni raia wa dunia waliopo. Ukitulia sana, hata ukiwa unafuatilia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, nenda kaangalie taarifa ambazo zinahusu haya yanaendelea, alafu shuka chini, anza kusoma maoni ya watu yakoje. Utagundua kuwa ulimwengu mzima watu wana maoni tofauti na serikali zinavyofanya. Sasa huo ndio serikali zimesetiwa kinafiki kuwa mpaka leo lawama zote za kila kinachoendelea ziko kwa Irani. Lakini unaweza ukawa unajiuliza tu kuwa Irani alitakiwa afanye nini kwenye haya yanayotokea au hiki kinachoendelea, kwa sababu kutoka Marekani kwenda Irani ni zaidi ya kilomita 12,000. Kutoka Israel kwenda Irani ni kilomita zaidi ya 2,000. Irani alitakiwa afanye nini hali ya kuwa anashambuliwa kutoka kwake? Yani walitaka Irani akunje miguu, akae atulie, viongozi wake wote wauawe au chochote wachukue kile wanachokitaka ili ionekane kuwa shida haikuwa kwa Irani, lakini majibu ya Irani tu ndio yanaashiria kwa ubaya wa ulimwengu. Lakini kwa sababu dunia imechagua kuishi kinafiki, tunaishi kwenye unafiki, tunapita kwenye maumivu hayo, kwa sababu leo tumeamka na bei mfano Brent iko juu, iko 84 mpaka crude iko 84, Brent imekwenda mpaka 90. Haya ni majibu tu ya kile kinachoendelea na ni ishara kuwa kampeni ya siku 9 imefanikiwa. Jumatatu mimi na wewe tulikaa hapo studio, uliniambia kuhusu ilikuwa siku ya 6 na nikakuuliza kuwa matokeo ya siku ya 6 ni yapi. Sasa tunazungumza siku ya 9, matokeo ni yapi? Kwa sababu kila kitu kina progress yake, kuwa umefanya mpaka wapi na tumefikia wapi, tunakwenda wapi. Sasa hiki tunachokiona ndio matokeo ambayo Marekani anatupeleka. Tunakwenda siku ya 9, tunakwenda mafuta ya dola 90 kwa pipa kutoka 72 wiki 2 zilizopita. Kwa hiyo haya ni majibu ya kuwa tunakwenda wapi au tumefanikiwa kiasi gani, ndio unaweza ukapata jibu. Ibra, Mojtaba Khamenei, mimi ninaweza nikasema ameathirika zaidi, amempoteza baba yake na kwa sasa mashambulizi yanalenga zaidi miundombinu. Unadhani anaweza akakubali haya yaishe, labda pengine akubaliane na hawa watu ili madhara zaidi yasiendelee kutokea? Nadhani jana alipokuwa anazungumza na vyombo vya habari, waziri wa mambo ya nje wa Irani Araghchi alizungumza kwa kina, akaeleza kuhusu kuwa hata wao wanasema kuwa sisi tulikwenda kwenye mazungumzo yote ya kwanza na ya pili tukifahamu fika wazi kuwa watatushambulia. Hata alichokisema, anasema kuwa hii vita haikuanzishwa kwa kufeli mazungumzo ya kidiplomasia. Yani anasema kuwa sio kuwa mazungumzo yalishindikana ndio vita ikatokea. Hii vita ilitokea baada ya uchunguzi wa Israel na Marekani kuthibitisha kuwa Irani ni dhaifu zaidi, tunaweza tukabadili kile tunachokiona, ndio vita ilipotokea. Lakini anasema kuwa
wao wana haki ya kulinda kile kinachotokea, na wanasema katika hayo maneno Araghchi anasema kuwa hatuwezi tukauchukua usalama wa nchi yetu tukaudhamini kwenye diplomasia. Yaani anakusudia kusema kuwa usalama wa nchi yao hauwezi ukalindwa kupitia diplomasia, kwa sababu anasema ulimwengu wa pili huwa hauheshimu makubaliano. Anasema usalama wao unalindwa kwa nguvu yao ya kijeshi. Ndio hiki kinachoendelea, kuwa wako tayari kulinda nchi yao mpaka hatua ya mwisho, lakini kwa kutumia nguvu, sio kwa sababu wanataka kutumia njia ya diplomasia ambayo unaona kuwa wanakwenda kwenye makubaliano ya makaratasi ambayo yanakuwa mazuri, halafu upande wa pili unavunja yale makubaliano, halafu wanalazimishwa kuwa kaa kwenye makubaliano. Kwa nini unakataa, unatoka kwenye makubaliano? Anasema no, hatuwezi kukaa kwenye diplomasia. Sisi ulinzi wa nchi haupo kwenye diplomasia, ulinzi wetu unatoka moja kwa moja kwenye uwezo wetu wa kijeshi. Vita ya Iran na Marekani ina uhusiano wowote na historia ya mahusiano kati ya nchi hizi mbili? Kuna mchanganyiko wa hizi. Mfano hili la sasa, mfano hii vita ya sasa haikuwa sana inayohusu Marekani, licha ya kuwa kumekuwa na uhasama mkubwa sana wa Marekani na Irani kwa muda, na hata Donald Trump mara kadhaa amekuwa akijaribu kuhalalisha hii vita, amekuwa akijaribu kukumbusha mambo ya nyuma. Amekuwa akielezea kuwa Irani kuanzia miaka 47 imeyopita Irani iliteka wanafunzi Irani. Kwa hiyo kile ambacho Donald Trump anajaribu kukihalalisha, kwa nini ameingia kwenye vita, anajaribu kukusanya matukio ya nyuma mengi ambayo Iran na Marekani wamewahi kukwanguana hapo nyuma, lakini hataji Marekani ambayo imewahi kuyafanyia Iran. Marekani imewahi kudungua ndege ya Iran kabisa ikiwa na abiria zaidi ya 200 na wakauawa. Acha wale tu watoto, abiria kabisa imewahi kuwaua. Sasa ili kuhalalisha hili inabidi uitafute sababu iliyotokea nyuma kidogo, ije kwenye mtiririko. Lakini ukweli kuwa mgogoro wa sasa hivi unaoendelea kwa hivi sasa aliuzungumza Bill Clinton, nadhani wakati wa interview alihojiwa wakati wa huu mzozo umeanza, akasema kuwa sababu zilizoingiza Marekani kwenye vita ambazo Israel alizileta kwenye meza ya Donald Trump ndio sababu ambazo zililetwa kwenye meza yake wakati akiwa rais. Manake utaona kuwa nani alikuwa anataka vita, manake vita imetoka Israel. Lakini si tu Bill Clinton ambaye amezungumza hivyo, mtoto wa Joe Biden, bwana Hunter, na yeye mwezi mmoja uliopita au miezi miwili katika huu mzozo alisema kuwa hata baba yake alilazimishwa kuingia kwenye vita katika sababu hizi ambazo Donald Trump alipelekewa na akakubali kuingia kwenye vita. Kwa hiyo utaona kuwa hawa marais wastaafu na wao waliwahi kupelekewa sababu kuwa Irani yuko na hivi ingia, Irani yuko hivi ingia. Sasa utaelewa kuwa huu mzozo wa mara hii si sana ulipokuhusu Marekani, na ndio maana kumekuwa na mabadiliko. Mfano nitakwambia, wiki iliyopita kulikuwa kuna mswada ulipelekwa kwenye Congress ya Marekani kupigiwa kura ambao ulikuwa unataka kuzuia utiririshaji wa fedha za Marekani kwenda kwa Israeli. Mwaka 2024 huu mswada uliwasilishwa na senator wa Vermont ambaye ni Bernie Sanders. Mara ya kwanza ulipata kura 37. Juzi ilivyopigwa kura 104 tayari zinaonekana kuwa wanataka kuondoa, licha kuwa haukupita 104 kwa 300. Lakini ishara ya mabadiliko ya ndani ya Marekani ni ile ile ambayo inazungumzwa na wengi kuwa tuko kwenye vita na nani, kwa tishio gani lililo moja kwa moja kuelekea kwetu. Sasa unaona hata wale ambao walikuwa upande wa Israel sana, mfano maseneta, wabunge, wanakuwa wanabadilika kila muda kuonekana kuwa inawezekana tumeingia kwenye matatizo ambayo sio ya kwetu. Kwa hiyo ndio nadharia iliyopo kuwa vita ya sasa ni moja kwa moja inakubalika kuwa ilichochewa na Israel. Aliwahi kuzungumza hii kauli waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kabla ya kuikanusha, lakini awali alikiri kuwa tulijikuta katika mtego mbaya, alafu tukajikuta katikati ya mapambano, ikabidi tupambane. Nani aliwapeleka kwenye vita? Bado Trump anakataa kuwa sio sababu ya Israel ya tupeleka. Lakini ndani ya Marekani watu wengi wanakubaliana kuwa Marekani hakuwa na sababu yoyote ya kuingia kwenye vita hii, kwa sababu Irani hakuwa tishio lolote kwa Marekani kwa hivi sasa, wala hakuwa na mpango wowote, isipokuwa tishio kubwa la Irani lilikuwa upande wa Israel. Kwa hiyo waliingia kwa sababu ya Israel. Rugby, pamoja na mashambulizi ambayo yameshuhudiwa na ulimwengu kwa muda mrefu sasa kati ya Marekani, Israel na Iran, pamoja na vikwazo vyote vya uchumi vinavyoikabili Iran, lakini bado haionyeshi udhaifu. Maana ukiangalia tangu kwa haya mashambulizi ya hivi karibuni, tangu Julai 12 mpaka sasa Julai 20, Iran hajanyamaza, kila wakati anajibu hayo mashambulizi.
nguvu ya Iran, nini siri ya nguvu ya Iran? Amewekewa vikwazo, anapigwa pande zote, ameuawa kiongozi wake mkubwa, lakini bado inajibu mashambulizi. Nini siri ya nguvu ya Iran? Nadhani kwenye interview aliyozungumza waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alielezea vizuri kuwa tulijiandaa na hii vita. Wao mfano, kuna neno wamesema kuwa tulipokuwa kwenye 12 days war tulipata uzoefu mzuri na kujua kabisa kuwa tutakuwa na vita ya muda mrefu. Amezungumza kuhusu udhibiti wa Hormuz. Anasema kuwa wengine wanaweza kudhani kuwa sisi imekuja kama ghafla kuidhibiti Hormuz, lakini anasema hii ilikuwa ni mipango yetu ya muda mrefu. Hata jinsi ya kuifunga na kuifungua bado ni mipango yetu ya muda mrefu ambao tulikuwa tumejiandaa nayo. Kwa hiyo ukitazama utaona kuwa Irani toka mapinduzi ya mwaka 79 walikuwa wameshajiandaa, walikuwa wanajua kabisa ipo siku kwa vyovyote vile tutavamiwa na Marekani na Israeli nao watatuanzishia vita. Kwa hiyo mkakati mkubwa sana ukawa wa wao kujihami au kujua wataichezeshaje vita. Ndio maana unaona kuwa sio rahisi kukabiliana na Marekani na Israeli. Unajua haya ni mataifa yenye nguvu sana. Sasa sio rahisi kukabiliana nao kati ya siku 170 ambapo hizi nchi hazijamiliki kwenye ardhi yako hata kilomita moja ya ardhi. Nitakupa mfano. Mzozo wa Iraq wa mwaka 2003 uliwachukua mwezi mmoja na wiki moja kumtoa Saddam Hussein na kulimaliza kabisa jeshi la Iraq. Lakini rudi nyuma uone ukubwa wa Iraq aliokuwa nao na kile ambacho kilikuwa kinaonekana kuwa Iraki wako kwenye kiwango gani, lakini iliwachukua mwezi mmoja na wiki moja kumaliza kazi. Hali kadhalika kule Libya ilichukua muda mfupi sana, lakini kwa Irani tunazungumza zaidi ya siku 170. Sio Marekani, sio Israeli ambao wameingia hata kilomita moja na hawana dalili, kwa sababu hofu ni kuwa bado wanajeshi imara sana. Kile kilichotokea jana kwa vifo vya wanajeshi kule Jordan, 2 na mmoja akasemekana hajapatikana popote, hajulikani alipo, lakini kuna baadaye mabaki yalipatikana, na yule mwanajeshi wa Marekani aliyouawa kule Iraq jana. Jumla ya wanajeshi 17 wa Marekani kwa namba ambayo Marekani wanatupa. Hii sio ishara nyepesi kusema kuwa hawa watu ni wepesi tunaweza tukawatoa. Mara kadhaa nimekuwa nikilizungumza hili kuwa hakuna tishio gumu kabisa kwa serikali ya Irani kama maandamano ya ndani, lakini kwa mapambano ya kutokea nje hawa watu kama walichelewa, yani kama ulimwengu wa magharibi ulitaka vita ya moja kwa moja na Irani kuliko ile vita ambayo ilikuwa ya wakala ya Iraki mfano ya mwaka 80 mpaka 88, basi kama walitaka vita ya moja kwa moja na Irani wangejiunga na Iraki wakati huo wakamaliza hiki kitu. Lakini walipoamua kuipa nafasi Irani kwa muda mrefu ikawa inajipanga, Irani ilijiandaa kwa vita ya nje. Sasa vita ya nje hata wanaweza wakapigana vya kutosha tu, kuwa silaha wanazo na watakaa kwenye vita. Kinachoweza kutokea ulimwengu wa pili wa magharibi ni uharibifu. Uharibifu haumaanishi kuwa unaweza kushinda vita. Tumeona madaraja yakipigwa, tunaona shule zinapigwa, tunaona mahospitali yanapigwa, tunaona vyovyote. Huo unaitwa ni uharibifu au uhalifu moja kwa moja unaweza kuja. Lakini kwa kuja kwenye vita kabisa ambayo kuwa unaweza kusema kuwa ibadilishe kwa uwezo wa kijeshi, tuende tukabadilishe, tuingie, tukamate, tuchukue nchi, tuweke kiongozi kama vile wamepokuwa wakifanya kwenye nchi zingine, kwa sababu wanafanya mabadiliko ya jumla. Hapa haliwezekani, ni vigumu sana, na tutafikia wakati huo kununua pipa dola 200. Ibra, tukamilishe na hizi kauli za viongozi. Donald Trump anasema the ceasefire is over, hapata kuwa tena na masitisho ya mapigano yataendelea. Mojtaba Khamenei anasema atalipiza kisasi. Jeshi la wanamapinduzi la Iran linasema hakuna tone la mafuta litakalopita katika mlango bahari wa Hormuz. Hizi kauli zinatuambia nini? Watakuja kukaa tena mezani ama ulimwengu ujiandae tu kwa mambo mengine kama ulivyozungumza hapo, bei ya pipa la mafuta itakavyokuwa? Tujiandae tu ama tutegemee lolote inaweza ikatokea, labda wakatulia? Hakuna vita isiyokuwa na mwisho, na hili nililizungumza last week kuwa vurugu hizi za sasa ambazo zimetokea zilikuwa ni vurugu kwa ajili ya kuseti standard ya mazungumzo pale tunapokuja kwenye meza, lakini walikuwa wanafahamu kuwa hazina matokeo. Hata Marekani wanafahamu kabisa kuwa vurugu hizi hazina matokeo yoyote ambayo yanaweza ikabadilisha, isipokuwa walikuwa wanajaribu kujaribu kuseti standard kutokana na kuwa MOU ni ngumu sana ya vifungu 14 au tunaweza tukafanya vyovyote kubadilisha. Ndio sababu ya hizi vurugu, lakini hakuna dalili wala njia yoyote inayotoa ishara ya wazi kuwa mpango wa kijeshi unaweza ukafanikiwa kwenye hili swala. Haiwezi. Nimezungumza na wewe hapo wiki iliyopita nikakwambia kuwa sio Iran, sio Marekani,
hakuna anayeweza kumiliki mfereji wa Hormuz kwa nguvu zake isipokuwa warudi kwenye meza, kwa sababu kumiliki Hormuz hakuhitaji nguvu kubwa sana, kuwa na jeshi kubwa sana, kuwa imara sana. No, kumiliki Hormuz au kuivuruga Hormuz isipitike, unahitaji kutoa tangazo la tishio au kusema kuwa tumenani. Hiyo inaweza ikatoa majibu, na ndio maana nimekuwa nikikwambia kuwa zaidi ya namba ambazo Marekani wanatupa, tumefanya mashambulizi 100, 200, leo wanatuambia tumekamilisha mashambulizi ya siku ya 9, lakini hawawezi kukupa matokeo ya mashambulizi kuwa kuanzia siku ya kwanza tulifanya mpaka leo ya 9 tumefanikiwa kiasi hiki. Lakini kila tunavyoona mashambulizi yanatokea, ndivyo tunavyoona dunia inavyovuja jasho na damu. Kwa hiyo hakuna lolote linaweza likatokea zaidi ya kukaa kwenye meza kumaliza haya matatizo. Ibra, ni kushukuru sana na nikutakie mapumziko mazuri. Leo ni Jumatatu, lakini kwa wale ambao walikuwa wakishabikia Hispania, unaweza ukapumzika Ibra. Kweli kabisa, sisi tunaendelea kusherehekea ushindi wetu. Sawa, ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, tulikuwa tukiangazia mwenendo wa vita kati ya Marekani, Iran na Israel. Siku ya 9 sasa, mashambulizi mfululizo yanaendelea, Marekani ikishambulia, Iran wakijibu.